watukufu wa Islam, karne ya 7 ndiyo karne ya science na teknolojia, ndiyo karne ya maarifa, ndiyo karne ya kusoma, ndiyo karne ya ilmu, ndiyo enzi mpya. Mtume sallallahu alayhi wasallama anakuwa yeye ndiye mwanadamu pekee na mtume pekee na nabii pekee aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaletwa katika dunia kuja kuleta mabadiliko sasa katika dunia, kuja kuingiza dunia, kuuingiza ulimwengu katika millennium mpya, katika new generation ya science na teknolojia. Katika zile aya 5 za mwanzo alizoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika aljabal alhira, katika ghari alhira, aya ya kwanza anaambiwa Mtume, ikraa, soma. Maana yake anaambiwa hii ndiyo enzi mpya, hii ndiyo millennium mpya, ndiyo new generation mpya. Hii ni enzi ya kusoma, hii ndiyo enzi ya science na teknolojia. Iqra, soma. Ule wakati wa kuchukuliwa fimbo na kutupwa chini ikageuka kuwa nyoka umekwisha pita. Ule wakati wa kuchukuliwa mtu akatupwa kwenye moto ukateketeza kuni zote akatoka salama salimini umepita. Hii ni enzi mpya, ni enzi ya science na teknolojia, ni enzi ya kusoma. Iqra, soma. Asome nini? Kinachotakiwa kusomwa hapa mbona hakijatajwa? Qiraa hiki ni kama ilivyokuja katika sura ya 17 Bani Israili aya 13, Iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Soma kitabu chako. Iqra kitabaka, soma kitabu chako. Lakini hapa anachotakiwa kukisoma hakikutajwa. Anaambiwa tu kwamba iqra, soma. Alafu anaambiwa bismi rabbika alladhi khalaqa, imekuja kwa harfu ya be. Bismi rabbika, kwa jina la Mola wako. Alladhi, Mola ambaye amejifahamisha. Khalaqa, aliyeumba. Ameumba nini? Ameumba ulimwengu na vyote vilivyomo ndani yake katika ule ulimwengu, na akaupangilia akiwemo na yeye mwenyewe mwanadamu. Ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni nini? Hii ni cosmology, ni fani ya kiilmu ya kisayansi inayofuatilia habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi na ule uumbaji wa mbingu na ardhi ulivyofanyika. Na je, ulimwengu huu utakuwa na mwisho? Na kama utakuwa na mwisho, huo mwisho wake utakuwaje? Na je, baada ya maisha haya kutakuja kuwa tena na maisha mengine? Sasa hivi vyuo vikuu vyote duniani vilivyokuwa vikubwa, Stanford, chuo kikuu cha Marekani, miongoni mwa vyuo vikuu vilivyokuwa bora duniani, kimeanzishwa mwaka 1885. Chuo kikuu cha Denmark, Southern Denmark of University, wote wanafuatilia habari ya kiyama, ya kwamba je, hivi ulimwengu huu utakuja kuwa na mwisho? Na huo mwisho wake utakuwaje? Na je, baada ya maisha haya kutakuja kuwa na maisha mengine?
Profesa Renata Carlos na Profesa Andre Linde. Hawa wanatoka Stanford, chuo kikuu cha Marekani. Hawa ni wanafizikia. Katika tafiti walizozifanya wamekuja kugundua ya kwamba kutatokea kitu ambacho wamekiita big crunch, msaiko uliokuwa mkubwa, kubomolewa, kuvunjwa, kusagwa kuliko kwa kukubwa. Wanasema jambo hili litakuja kutokea. Stanford sasa hivi wanazungumza habari hiyo. Wanakwambia kitatokea hili jambo, hili litatokea. Big crunch itakuja kutokea. Na wakasema the universe may be doomed to collapse and disappear. Ulimwengu huu kuna uwezekano uliokuwa mkubwa usioweza kupingika, wa kubomolewa, wa kuvunjwa, wa kusagwa. Wakasema and disappear, na kutoweka. Kipimo chetu cha maneno yao ni Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini katika Qur'an? Katika sura ya 28 Al-Qasas aya 88 anasema kullu shay'in halikun, kila kitu kitakuja kubomolewa, kitakuja kuvunjwa, kitakuja kuisha. Katika sura ya 55 surati Rahman aya 26-27 ikasema kullu man alaiha fan, kila kilichopo mbinguni na ardhini kitatoweka. Na wao wametumia maneno hayo mawili, collapse, kuvunjwa and disappear, na kutoweka. Ilimopita Qur'ani mule hivi wanavyoeleza wao, ilikuwa tayari Qur'ani imekwisha sema kwamba maisha haya, ulimwengu huu kama ulivyokuwa na mwanzo ndivyo utakavyokuwa na mwisho. Na wanasema ya kwamba kutatokea kitu ambacho wao wanakiita singularity, kwamba maumbile yote yatakuja kukusanywa na kubanwa na yatakuja kuwa ni kitu kimoja tu. Jambo hili wanavyosema wao kuhusu hii singularity si geni kwetu sisi Waislamu. Qur'ani imekishasema wajumia shamsu wal qamar, kwamba jua na mwezi vitakuja kukusanywa pamoja na kubanwa. Jambo hili wao wanaliita singularity, wanasema jambo hili litatokea. Na wanasema ikishatokea ile big crunch, ule msajiko uliokuwa mkubwa wa kubomolewa na kuvunjwa na kusagwa maumbile yote, wanasema kitatokea kitu ambacho wanakiita black hole, kwamba mbingu zitakuwa mashimo na kutakuwa na giza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innama tu'aduna lawaqi' fa idha an-nujumu tumisat wa idha as-samaa'u furijat wa idha al-jibalu nusifat. Bila shaka hayo munayoambiwa hayana budi ya kwamba ni lazima yatatokea. Fa idha nujumu tumisat, pindi nyota zitakapopukutika na kuanguka. Wa idha samaa'u furijat,
na pindi mbingu zitakapokuwa mashimo mashimo. Neno furijati ndiyo lililozaa neno farji au farja, ambalo maana yake ni tundu au shimo. Kwa kuwa mbingu zitakuwa zimebomolewa, zimevunjwa, jua na mwezi vimekusanywa pamoja, itakuwa nyota kubwa iliyokufa wanavyosema wao. Kule angani kutakuwa na mashimo na kutakuwa na hali ya giza, ndio wanaita black hole. Na Qur'ani imekwisha sema ya kwamba lile jua litakuja kufa, idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa. Na hili jambo walilipinga, wakakataa. NASA walikataa, wakauliza can the sun explode? Je, ni kweli kwamba jua litakuja kufa, litakuja kulipuka, litakuja kuisha? Mwaka 1980 wakaja wakagundua, wakasema ni kweli. Baada ya kufanya tafiti, kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani, NASA, National Aeronautics and Space Administration, mwanzo wao walisema kwamba jua haliendi, inayokwenda ni dunia tu kwenda kuizunguka lile jua. Na watu mashuleni mulisomeshwa hivyo, ya kwamba jua haliendi, inayokwenda ni dunia kwenda kulizunguka jua. Lakini mwaka 1980 walisimama wenyewe kwa miguu yao miwili. Lakini Qur'ani ilikuwa imekwisha sema katika sura ya 36 aya 38 katika surati Yasin, karne ya 7, washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdirul azizil alim. Na jua nalo pia linakwenda daima mpaka lifike kituoni pake. Hayo ndiyo matengenezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye nguvu na mjuzi. Wakafanya tafiti mwaka 1980, wakajua ya kwamba jua linakwenda. Walisimama wenyewe kwa miguu yao miwili, wakaitangazia dunia, jamani, ilivyosema Qur'ani karne ya 7 ya kwamba jua linakwenda kilomita 200 kwa sekunde, kilomita 12,000 kwa dakika, kilomita 27,000 kwa saa. Jua linapokwenda ndipo linalosababisha vitu vyote vilivyopo angani ndio vikaweza kukokotwa, vikaweza kuzunguka, vikaweza kwenda, na sayari zote zikaweza kwenda kulizunguka jua. Ndiyo inapatikana ile solar system, jua na sayari zake. Na jua linakwenda lenyewe pale, washamsu tajri, na jua nalo linakwenda. Jua linakwenda kutokana na gesi zilizomo mule ndani yake, helium na hydrogen. Gesi hizi ndio uhai wa jua, na zile gesi zimewekwa kwa vipimo maalum. Itafika siku zile gesi zitakwisha. Zikishakwisha zile gesi, idha shamsu kuwirat, jua lenyewe litajikunja. Ndio itakuwa mwanzo na mwisho wa maisha haya ya uhai huu. Sayansi inakubali ya kwamba maisha haya kama yalivyokuwa na mwanzo yatakuja kuwa na mwisho. Watukufu wa Islam, hii ndio Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Sasa Qur'ani iliweza kueleza kwa ufasaha kwamba ule uumbaji wa mbingu na ardhi kwamba ulifanyika kwa njia ya mlipuko, na kila kitu kilichokuwa hai kimefanywa kwa maji. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minuna, na kila kitu kilichokuwa hai tumekifanya kwa maji, tumekiumba kutokana na maji. Hivi wao hawaamini? Toka wamejua habari hii, wamejua mwaka 1972 ndio wamekuja kujua Qur'ani imeeleza karne ya 7. Watukufu wa Islam, tunasimama kwa ajili ya adhana. Sasa pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa iqra, soma, maana yake anafahamishwa ya kwamba ilmu ni moja na chanzo chake ile ilmu ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa ndani ya ile ilmu ndiyo ilmu imebeba fani nyingi za kiilmu. Ilmu ni moja na chanzo chake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa ndani ya ilmu, ndani yake ndiyo kuna fani nyingi za kiilmu. Ndani yake kuna fiqhi, hii ni fani ya kiilmu. Kuna hadithi, kuna tauhidi, kuna sira, kuna tafsir, kuna hisabati, hesabu, kuna geography, ndani yake kuna science, na ile science yenyewe nayo inagawanyika. Kuna physics, kuna chemistry, kuna biology, kuna tarikh, history na kadhalika na kadhalika. Fani hizi zote za kiilmu zimebebwa na ile ilmu. Kwa hiyo fani yoyote atakayoichagua mtu kuisomea, ile fani yake impelekee yeye kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa ndipo tulipokuja kuigawa, tukasema kuna ilmu dunia na kuna ilmu akhira. Sasa haya yote haya yanayokuja kuyaeleza, ambayo hii habari ya Big Bang, ule mlipuko uliokuwa mkubwa ndio chanzo cha kupatikana ulimwengu huu, hii siyo habari ya akhira, hii ni habari ya dunia. Lakini mbona inapatikana ndani ya hicho kitabu kinachosemwa ilmu al-akhira? Hapa sisi ndipo tulipokuja tukaibagua ile ilmu. Ilmu ni moja na chanzo chake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa ndani ya ilmu, ndani yake ndiyo kuna fani nyingi za kiilmu. Kwa hiyo fani yoyote ile atakayoichukua mtu kuisomea, ile fani yake impelekee yeye kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika ile aya ya kwanza anaambiwa iqra, soma, bismi rabbika alladhi khalaqa, kwa jina la Mola wako aliyeumba. Ameumba nini? Ameumba ulimwengu na vyote vilivyomo ndani ya ulimwengu, na akavipangilia akiwemo na yeye mwenyewe mwanadamu. Hii ni nini? Hii ni cosmology, ni ilmu al-kauniyat, ni fani ya kiilmu. Sasa hivi anaambiwa hapa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo ndani yake. Anatakiwa sasa hivi aanze kuuchunguza ulimwengu huu kwa kutumia satellite, kwa kutumia madarubini,
kwamba chanzo chake kilikuwaje, kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kulikuwa na nini, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi ulifanyikaje. Katika sura ya 35 sura Fatir aya 27 Qur'ani inasema, alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sode wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama inna Allaha azizun ghafur. Sadaqallahu alazim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa ma, je, hivi wewe huoni jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoiteremsha mvua kutoka mbinguni, kutoka mawinguni? Hii ni nini? Ni meteorology, ni fani inayofuatilia kuhusu habari ya mvua toka inapoanza kutengenezwa ile mvua mpaka ile mvua inapokuja kunyesha. Hii ni fani watu wanaisomea, ni meteorology. Qur'ani inawataka watu wasomee fani hii nayo. Anasema fa akhrajna bihi thamaratin, kutokana na mvua hiyo tukaotesha matunda. Ni nini? Ni agriculture, ni kilimo. Qur'ani inawataka watu wasomee fani ya kilimo. Akasema thamaratin mukhtalifan alwanuha, tukaotesha katika hiyo ardhi matunda yaliyokuwa ya rangi tofauti tofauti. Ni nini hii? Hii ni fani ya kiilmu inaitwa horticulturist, kuyasomea yale matunda, kwamba tunda fulani lina faida gani katika mwili wa mwanadamu na linafanya kazi gani. Qur'ani inawataka watu hapa wasomee horticulturist. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba mtu akifunga afungue kwa tunda la tende? Kwa nini? Tende ina nini? Hii ni fani ya kiilmu. Wanasayansi Ulaya wamekuja kujua. Mwanzo walimzomea Mtume, wakasema Muhammad ni mjanja, alikuwa anawatengenezea Waarabu wenzake waweze kuexport tende kwa wingi, wafanye biashara huko nje ya nchi wapate mapesa. Alikuwa anawatengenezea mazingira ya kwamba ukifungua, ameanza kutaja tunda la tende. Wamekuja kugundua ya kwamba tende ndiyo tunda pekee katika matunda yote aliyoyaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Linakuwa tunda hili halihitaji mchakato wa kinywa, halihitaji tende, na wala tende haihitaji mchakato wa tumbo, ile digestive system, mashine ile ya kuchakata chakula. Tende haihitaji. Tende ukila linakuwa ni tunda ambalo lenyewe zile hatua zote zinazotakiwa zifanywe na kinywa na tumbo, ile tende tayari imekushajifanya. Kwa hiyo mtu akifunga, akifika masaa 8, ile mashine ya kuchakata chakula
digestive system inazimwa, haifanyi kazi. Anapokuja kufungua, akifungua kwa tende, kwa kuwa tende haihitaji mchakato wa kinywa wala tumbo, tende inakwenda moja kwa moja, inaingia katika mishipa ya damu na kuanza kazi wakati ule ule. Tende inakuwa kama dripu. Wakati huo huo mtu anachangamka, amekaa huyu karibu masaa 12 hajakula wala hajakunywa, mishipa ya damu na ya maji imesinyaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kufungua anakuwa na furaha mbili. Moja katika furaha hiyo akasema ni ile ya kufungua, anachangamka mtu akifungua kwa tende, na itakwenda ile tende kuwasha ile mashine digestive system, itawashwa, itakuwa ham. Ukitia miogo imesagwa, ukitia maboga sasa ndio imesagwa. Lakini ukianza kufungua kwa vitu vingine, ile mashine ilikuwa imezimwa mpaka kuja kuwaka, itakuwa baada sasa unatengeneza magonjwa sasa katika mwili. Wakaja wakaona ya kwamba Muhammadi amesema kweli, ni zaidi ya daktari, ni zaidi ya profesa. Watu wanatakiwa wasomewe horticulturist, wayasomee yale matunda. Hii ni fani katika fani za kielimu. Qur'ani ikasema wa minal jibali judadun bidhun wa hamrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sule. Na katika milima ipo milima yenye mawe yenye rangi zilizokuwa nyeupe nyeupe, zenye mistari ya mawe yaliyokuwa meupe meupe. Mawe haya ni mawe gani? Ndiyo Tanga stone. Na milima mingine ina mawe yenye rangi nyekundu nyekundu, na milima mingine inakuwa na mawe yenye rangi mchanganyiko nyeupe nyeupe na nyekundu nyekundu na rangi nyingine. Mawe haya yanatumika katika samani ya mambo ya ujenzi kwa ajili ya kutomea kwenye ukuta. Inakuja kupigwa msasa, ikipigwa polish ukiona mwenyewe unapenda. Wa gharabibu sude, na kuna milima mingine ina mawe yenye rangi nyeusi. Haya ni makaa ya mawe ambayo yanatumika kwa kazi ya nishati, kuzalisha umeme, kutupatia nishati. Wa minan nasi, na miongoni mwa watu, wadawabi, na wanyama, wal an'ami, na wanyama wa kufugwa, mukhtalifun alwanuhu kadhalika. Hii ni fani ya kielimu, kuwasomea watu. Kwa nini watu fulani wanakuwa ni wafupi tu kama walivyokuwa Wachina, wa Korea? Kwa nini watu fulani wanakuwa weupe wao ni weupe unaochanganyika na wekundu? Kwa nini wamekuwa hivyo? Na kwa nini wengine wanakuwa weupe wao haujachanganyika na wekundu? Kwa nini wengine wanakuwa weusi? Kwa nini wengine wanakuwa ni warefu, wapana kama watu wa huko Afrika Magharibi? Hii ni fani inaitwa anti-horopologisti. Watu wanaisomea, kuwasomea watu. Wadawabi, na kila kinachotembea juu ya mgongo wa ardhi. Wal an'ami, na wanyama. Ni fani ya kiilmu, zoologisti, kuwasomea wale wanyama. Qur'ani inawataka watu wasomee hizo fani. Kwa nini ngamia kwenye jangwa akitembea hazami ile kwato yake, lakini ng'ombe kwenye jangwa akitembea anazama, anakufa? Je, ile kwato yake ngamia imeumbwaje? Ng'ombe imeumbwaje? Hii ni fani ya kiilmu, wanatakiwa watu wasomee. Innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, hakika wale wanaomuogopa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika waja wake ni wale watu wa fani mbalimbali za kiilmu. Tumemuona Dr. Morris ameslimu kwa ile aya moja tu Qur'ani, sura ya 21 Al-Anbiya aya 30. Qur'ani inasema, je, hivi hamkuona
anna samawati wal ardha, kwamba hakika mbingu na ardhi kanata, zilikuwa ratka, ni maada moja, fafatakuna huma, tukaziachanisha. Katika kuachanishwa limetumika neno fataki, ad-darbatul kubra. Daktari akaslimu pale pale, akasema Muhammad alikuwa hajui kanuni za kifizikia wala za kibiolojia wala za kikemia wala za kihisabati. Mtu kama huyu karne ya 7 alijuaje habari hii ya Big Bang? Akasema hiki ni lazima kiwe ni kitabu cha yule aliyeziumba mbingu na ardhi, na huyu ni lazima awe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akatamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, akaslimu. Watukufu wa Islam, kwa kiasi hiki alichotukadiria leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunasimama hapa insha Allah Ta'ala. Kesho kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaendelea na darasa letu. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.